kasoro tulizozibaini, na hizi ni kasoro tulizozibaini katika ripoti ya tume. Kasoro ya kwanza, kasoro kwenye mbinu za ukusanyaji taarifa za uchunguzi. Mwenyekiti wa tume aliweza kuelezea kwamba tume ilitumia mbinu au methodolojia ya kukusanya taarifa kutoka kwenye vyanzo rasmi ambazo aliziita ni official sources, yaani polisi, vituo vya afya au mahospitali. Lakini katika mgogoro wote, kwa vitendo vyake, polisi pia wanatambuliwa kama wahusika wakuu na wanatuhumiwa kwa kuua raia. Aidha, katika hatua ya awali, kabla tume haijaanza kuzuia vyombo vya habari kuripoti taarifa za wahanga, umma wa Watanzania uliona jinsi polisi walivyokuwa wanaingilia na kushurutisha utendaji kinyume na weledi unaotakiwa kwenye mahospitali, vituo vya afya. Katika mazingira hayo, tume kutumia taarifa za polisi au wadau wake kupata taarifa badala ya kufanya uchunguzi wa kujitegemea haikuwa methodolojia sahihi yenye kuasili taarifa zinazoaminika. Polisi na vyombo vya usalama vingine vinalalamikiwa kuua, kuteka, kuondoa miili ya watu au majeruhi kwenye vituo vya afya na mahospitali na kuipeleka kusikojulikana. Hivyo, haiwezi kuwa chanzo cha kuaminika katika uchunguzi unaohusu masuala nyeti yanayohusu kukiukwa kwa haki za binadamu, hususan kuteka, kuua na kutesa raia. Aidha, uchunguzi ni sayansi, hivyo tume ilipaswa kufanya uchunguzi wa kisayansi. Kwa hiyo, kwa uchambuzi wetu, tunasema kwa ujasiri kuwa mbinu ya uchunguzi iliyotumiwa na tume kukusanya taarifa za awali, primary and secondary data, haikidhi haja ya sifa za kisayansi za kuchunguza matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025. Yote yaliyotokea kwa sehemu kubwa yamechangiwa na serikali kutochukua au kutekeleza maoni ya wadau. Kama tume ilivyotaarifu, madai hayo yamekuwepo kwa muda mrefu katika jamii yetu, lakini yamekuwa yakipuuzwa. Taarifa ya tume haijaelezea tatizo hili na taasisi pamoja na viongozi walioshindwa kufanyia kazi hoja hizi hadi kupelekea yaliyotokea. Kasoro ya tatu, tume imeshindwa kuwataja Watanzania waliohusika. Pamoja na tume kubainisha baadhi ya vichocheo vya matukio, hata hivyo, katika taarifa yake, tume imeonekana kuwa na kigugumizi katika kuwataja kwa uwazi waliohusika na kupendekeza hatua za kuchukuliwa dhidi yao. Kwa mfano, tume imekiri kuwepo kwa vitendo vya utekaji na kupotea kwa watu. Tume imekiri na kutoa takwimu kuwa takribani ya watu 700 hawajulikani walipo hadi sasa. Pamoja na uzito wa suala hili, tume haijaweza kuelezea kwa kina ni nani wanahusika na vitendo hivyo, wala nani anatoa amri ya utekelezaji wake. Kwa uchambuzi wetu, taarifa hii haiwezekani kuonekana kuwa kamili kwa mujibu wa hadidu za rejea zilizoiunda tume, ambazo zilielekeza kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na wahusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo, pamoja na kubaini chanzo halisi. Ni vigumu kufikia malengo haya bila kuwataja waliohusika na bila kupendekeza hatua mahususi za kuchukuliwa dhidi yao. Kasoro ya 4, uwepo wa makambi na mafunzo. Taarifa ya tume imeelekeza kuwa takribani watu 500 waliohusika na vitendo vya ghasia walipata mafunzo kwa muda wa takribani wiki 2. Hata hivyo, pamoja na madai haya mazito, uchunguzi wa tume umeshindwa kubainisha kwa kina mafunzo hayo yalitolewa na nani na yalifanyika katika eneo gani mahususi, licha ya kutaja kuwepo kwa kituo cha mafunzo jijini Dar es Salaam ambapo kipo umbali mfupi kutoka kituo cha polisi, kituo kimojawapo cha polisi.